ukifikisha goli 30 msimu huu utakuja dukani kuchagua saa ya aina yoyote ya bei yoyote ambayo wewe unaitaka. Ousmane Dembele star PSG amefanikiwa kushinda tuzo ya Ballon d'Or usiku wa jana jijini Paris, ambapo ameshika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili akishika mchezaji wa Barcelona Lamine Yamal, nafasi ya tatu Vitinha wa PSG, nafasi ya 4 akishika Mohamed Salah wa Liverpool, na nafasi ya 5 akishika Rafinha wa Barcelona, kitu ambacho kilileta mijadala mingi kwamba kutokana na performance ya Rafinha at least alikuwa anafaa kuingia kwenye top 3, lakini ameshika nafasi ya 5. Ousmane Dembele ameshinda tuzo hiyo baada ya kuwa na msimu mzuri akiwa na PSG, akishinda treble akiwa na PSG, akiwa top scorer wa Ligue 1, ambapo pia aliibuka kuwa mchezaji bora wa Ligue 1 msimu uliopita. Kwa takwimu zake za msimu uliopita, Ousmane Dembele alicheza mechi 53, akafunga magoli 35, akawa na assist 16, kitu ambacho kilimfanya watu wengi wampigie chapuo kwamba atashinda tuzo hii. Na kwa miaka hivi karibuni, hii ni moja ya tuzo ambayo baada ya tuzo kutolewa hakuna mtu ambaye alikuwa amelalamika kwamba huyu mtu astahili. Kila mtu aliona Ousmane Dembele alistahili. Watu ambao wamelalamika labda tu kwa Rafinha kwamba kwa nini kashika nafasi ya 5, angeweza kuingia hata top 3, lakini sio issue. Ousmane Dembele anakuwa Mfaransa wa 6 kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Wengine ni Raymond Kopa, Michel Platini ambaye alishinda mara 3 mfululizo. Mwingine ni Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema mwaka 2022, na sasa hivi ni Ousmane Dembele. Kwa hiyo Ousmane Dembele amestahili kabisa kushinda tuzo hii. Hakuna mtu ambaye anaweza kulalamika au hakustahili kutokana na performance yake ya msimu uliopita kwenye michuano yote ambayo alichezea PSG, akiperform vizuri na akifanikiwa kushinda ubingwa wa Champions League kwa mara ya kwanza. PSG aliwezesha PSG kushinda ubingwa wa Champions League kwa mara ya kwanza katika historia yao. Kwa hiyo kwa performance nzuri, na yeye akawa mchezaji bora wa michuano hiyo na pia akawa mchezaji bora wa Ligue 1. Kwa hiyo in general Ousmane Dembele alistahili. Kutokana na karia yake, jamaa amekuwa amepitia vitu vingi sana. Alipotoka Rennes akaenda Dortmund akasajiliwa kwa pesa nyingi kwenda Barcelona, lakini katika misimu yote aliyoishi Barcelona hakuwa na misimu mizuri kutokana na kutokuwa na consistency, na pia majeraha yalikuwa yanamwandama, kwa hiyo akawa anakaa nje kwa muda mrefu. Na mwaka 2023 jamaa akafanikiwa kwenda PSG, ambapo baada ya muda mchache ameweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Kwa hiyo usikate tamaa. Baada ya kutangazwa mshindi, Ousmane Dembele akaenda kukabidhiwa tuzo yake na star wa zamani wa PSG na Barcelona Ronaldinho Gaucho, na Dembele akatoa speech nzuri ambapo ilionekana pale mpaka mama yake akamwaga machozi kutokana na yale ambayo wameyapitia kuanzia Dembele anaanza karia yake. Lakini moja ya watu ambao walimwaga machozi, kuna jamaa mmoja anaitwa Mustafa Diatta. Huyu jamaa ni mshikaji wake sana Dembele. Wamekutana na Dembele tangia wana miaka 4 na walikuwa wanacheza wote mpira, lakini yeye karia yake haikwenda sana kwenye football, kwa hiyo akawa na msupport mshikaji wake. Kwa amekuwa naye tangia anaenda Dortmund, akaenda Barcelona, hadi anaenda PSG. Amekuwa ni rafiki yake, na ukifuatilia, yani ukimwona Dembele lazima mshikaji muone pembeni. Sasa huyu jamaa ni nani? Huyu jamaa yeye ni watchmaker, ni wale watu wanaotengeneza sana. Pia anajihusisha kuuza saa za kifahari, yani saa za bei ghali. Na kama uliona jana Ousmane Dembele wakati ameshika ile tuzo ya Ballon d'Or, alikuwa amevaa saa kali sana. Ile saa ni aina ya Richard Mille 6702 Sebastian Ogier, ambayo ina thamani ya dola 400,000 sawa na milioni 987 za Kitanzania. Yani Mnyamwezi kapiga bilioni 1 kasoro kwenye mkono. Sasa kuna story moja ambayo ipo kati ya Mustafa Diatta na Ousmane Dembele. Mwanzoni mwa msimu uliopita, Dembele na rafiki yake Diatta walikiana beti. Diatta alimwambia kwamba mimi natengeneza saa za bei ghali, sasa tuwekeane beti mimi na wewe. Katika karia yako yote hujawahi kufikisha goli 30
yani hujawahi kufunga goli 30 ndani ya msimu mmoja katika career yako yote. Sasa tunafanya beti moja. Ukifikisha goli 30 msimu huu, utakuja dukani kuchagua saa ya aina yoyote ya bei yoyote ambayo wewe unaitaka. Kwa hiyo ndio beti ambayo iliwekana kabla ya msimu hujaanza, uwe msimu wa 2024 na 25. Dembele akasema haina shida, naingia uwanjani. Kufikia mwezi Machi 2025, Ousmane Dembele akawa ameshafikisha goli 30. Kwa hiyo akawa tayari ameshashinda ile beti na dhidi ya mshikaji wake. Na lakini baada ya hapo akaana beti tena kwamba Ousmane Dembele akamwambia jamaa, nikifunga goli kwenye finali ya Champions League na tukachukua Champions League na kuja kuchukua saa 4 jumla. Kwa hiyo ikawa beti nyingine wakati msimu unaendelea, lakini kwa bahati mbaya Dembele hakufunga hizo goli kwenye finali ya Champions League, lakini alitoa assist 2 na PSG akafanikiwa kuchukua ubingwa wa Champions League kwa mara ya kwanza. Na Dembele akamaliza msimu akiwa na goli 35 kwenye mechi 53 ambazo alicheza na assist 16. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unatakiwa tujifunze ni kwamba hawa jamaa ni marafiki wazuri, na iko kitu, sio kama Dembele hawezi kununua saa kwa sababu jamaa ni tajiri, sio kama hawezi kununua hiyo saa, lakini ni moja ya kitu ambacho kimempush kwamba mimi sijawahi kufunga goli 30 ndani ya msimu mmoja, kwa hiyo tumewekeana beti na mshikaji wangu, so lazima nishinde beti. Kwa hiyo hiyo kitu ilimmotivate Dembele, pia akawa na msimu mzuri. Ndio maana jana kwenye speech yake alimtaja jamaa kwamba ni mtu ambaye nimekutana naye kuanzia miaka 4 na tumekuwa tunaenda wote sehemu zote duniani, mimi niko naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye amemsaidia pia Dembele kufika hapa. Kwa hiyo Mustafa Diatta ni mmoja wa watu ambao wamemmotivate Ousmane Dembele kufanya vizuri katika msimu uliopita, na jana wakati anapanda kwenye podium amepewa ile tuzo ya Ballon d'Or, ile saa ikaonekana. Sasa sina hakika kama ile saa ambayo kwa amevaa ndo hiyo aloshinda kwenye beti, lakini inawezekana, maana jamaa anauza hizo saa za luxury na Ousmane Dembele amekuwa akivaa saa kutoka kwenye duka la huyo mshikaji ambaye ni mshikaji wake wa muda mrefu, anauza saa za kifahari, na saa hiyo inaitwa Richard Mille 6702 Sebastian Ogier, ambayo ina thamani ya dola 400 bilioni 1 kasoro milioni 13 za Kitanzania. Moja ya kitu cha kujifunza kwenye story hii ni kwamba unapokuwa na marafiki, uwe na rafiki ambaye anaweza kukumotivate katika maisha. Sio unakuwa na marafiki nyie mnashauriana kwenda kuzamia kwenye sherehe. Sasa ndio nini ndugu zangu? Uamri